Namna ambavyo unavyopokea sivyo mwingine anavyopokea. Kwa maana hiyo ni kwamba swala la kupokea linategemea maandalizi ya mtu. Mwanamke huyu alikuwa amejiandaa vizuri, aliweka imani yake kwa Yesu kuliko kawaida. Kwa lugha nyingine ni kwamba yeye aliweka imani kuliko makusanyiko ya watu wote waliokuwa wakimsonga Yesu. Na inawezekana katika kundi la watu waliokuwepo hapo, walikuwepo wanawake wengine wenye kesi kama ya kwake, lakini hatusikia habari zao. Tunasikia habari ya mwanamke mmoja tu. Hivi naongea na mtu hapa Kumbe kuna uwezekano wa watu wengi kuwepo, wengine wakakosa kupokea na mmoja akapokea. Nisaidie kumuuliza jirani yako, wewe unaamini au una mashaka? Kiwango chako cha mashaka huwa kina matunda, kama alivyo mtu mwenye kiwango cha imani anavyoweza kupokea matunda. Tunda la imani ni kupokea yale anayoyahitaji mwenye kuamini, na tunda la mashaka ni kupokea uharibifu sawa sawa na kiwango cha yule asiyeamini. Wasioamini wako wengi, ila kwa nje wanaweza wasionekana, na wengine wanaweza kuonekana kama wana imani lakini kweli wana mashaka. Na Mungu anapoangalia anasema huyu ni mtu mwenye mashaka. Yesu anaona nguvu zimemtoka kwa sababu mtu mmoja amemgusa. Mtu mmoja amemgusa, na walikuwepo watu wengi waliomgusa. Sijajua kama tuko pamoja hapa. Yule mwanamke alipoona hawezi kusitirika, alikuja mwenyewe kueleza, jamani, ni mimi. Hivi unajiuliza nini mwanamke huyu aone sababu ya kusema ni mimi, wakati watu walikuwa wengi wakimsonga songa? Anawezaje kuona kwamba ni yeye? Kwa vyovyote ni kwa sababu moyo wake ulikuwa na kiwango cha juu sana kwenye eneo la kuamini, kiasi cha kuona hakika hakuna mtu aliyekuwa na nguvu ya kutoa kilichokuwemo ndani ya Yesu kama jinsi alivyofanya yeye. Haleluya! Wengine pamoja na kuona lakini hatuamini, pamoja na kusikia lakini bado tuna mashaka, pamoja na kushuhudia mambo Mungu anayoyafanya lakini bado tunasubiri tuone Mungu akifanya tena. Hiyo ni ishara ya kwamba mtu huyu ana imani. Jamani, nisaidie kuombea jirani yako, uwe mtu wa imani, usiwe mtu mwenye mashaka. Nimesikia mtu mmoja anamwambia mwenzake usiwe mtu wa imani, uwe mtu wa mashaka. Nimesema mwambie hivi, uwe mtu wa imani, usiwe mtu mwenye mashaka. Haleluya! Yule mwanamke alikuja akajisalimisha kwa Yesu, anasema Bwana mkubwa, ni mimi. Maana yake ni kwamba kiwango changu cha kuamini kilitambulisha nguvu iliyokuwa ndani yako, na hiyo nguvu ilipoona nina kiwango kikubwa ikaamua kuhamia kwangu, na tangu ilipohamia kwangu mimi nimepona tayari, nimekuwa mzima, tatizo langu limeondoka. Nasema na wewe tatizo lako litaondoka utakapokuwa na imani. Hata kama madaktari wamesema haiwezekani, amini inawezekana. Haleluya! Inawezekana. Hata kama stori ya kwako ni mbaya kuliko ya watu wengine, Mungu anataka kuona unaamini. Ukiwa na imani inawezekana. Haleluya! Sikiliza, vita ulionayo, magonjwa ulionayo, shida ulizonazo, ni kwa sababu kuna namna Mungu anatafuta mahali ambapo kiwango cha imani yako kitaongezeka kuliko ulivyoamini jana. Usibaki jana na imani ile ya jana, uwe leo kwa imani ya leo, na ikiwezekana uwe leo kwa imani ya kesho. Uanze kuona kabla wengine hawajaona. Inawezekana. Wanaoshinda sio wale wanaopigana tu. Wanaopigana na kushinda ndio wanaoitwa washindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kwenye swala la kukabiliana na adui, kila mtu anaweza kukabiliana na adui, lakini sio wote wanaoweza kuitwa washindi, isipokuwa wale wanaoweza kuresist, kumpinga adui kwa nguvu bila kukata tamaa. Haleluya! Sikiliza, kuna kitu cha kujifunza hapa. Huyu mwanamke
msafara haukuwa kwa ajili yake. Msafara ulikuwa kwa ajili ya Yairo ambaye binti yake alikuwa kwenye hali mbaya. Tuko pamoja hapo? Bwana mkubwa hakufunga safari kwa ajili ya huyu mwanamke. Aliamua kufunga safari kwa sababu kuna mtu mmoja mkuu wa sinagogi aliyekuja kunyenyekea mbele ya bwana mkubwa Yesu. Alipoanguka akampa na story. Bwana mkubwa anasema, yuko wapi? Yuko nyumbani. Bwana, twende. Watu wanasema anaenda kwa huyo, twende wote. Yesu anapita katikati ya watu, wengine wanamsukuma, wengine hao wote, hakuna hata mmoja aliyesababisha jambo kutokea. Imagine wakati wakiwa katika stori hiyo ya mwanamke anaeleza mambo yaliyotokea, kwa kuwa imani yake ilikuwa kubwa, habari zikamfikia. Habari zinasemaje? Mstari wa 48 anasema, akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako na amani.